Jiwe walilokataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Tuombe. Mungu wetu, Baba yetu, siku hii tunakuja mbele zako tukikushukuru kwa kuandaa na kutupa ibada hii. Asante Baba yetu kwa ajili ya kila mmoja ambaye Bwana amekuja mahali hapa ili kwa pamoja tukaweze kushiriki katika ibada hii. Ninaomba ya kwamba ujumbe huu ukanene katika maisha yao. Kama kuna kinachohitaji kufunguliwa katika maishani mwao, Baba, neno hili likaweze kuwafungua. Asante kwa ajili ya kila jamii ambaye imewakilishwa mahali hapa, kwa kuwa Bwana ukianza kufungua, wewe wafungua jamii kwa jumla. Neema yako ikawe juu ya maisha yetu, na haswa kwa ajili ya andiko hili, wacha Bwana ukanene na roho zetu, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Bwana asifiwe. Jiwe lililokataliwa, ikiwa ni ujumbe wetu, na tumesoma katika kitabu cha Zaburi 118, tumesoma 22. Tunastahili kujua ya kwamba maishani kuna mambo mawili. Mambo haya mawili hutendeka kwa kila mmoja. Maishani kuna kukataliwa kama jambo la kwanza, na maishani pia licha ya kukataliwa pia kuna kukubaliwa. Mambo mawili katika maisha ya binadamu, yote yakiashiria kukataliwa na pia yakinena juu ya kukubaliwa. Itategemea katika hali ambayo uliomo na kuweza kujua ikiwa uko katika kukataliwa ama kukubaliwa. Sehemu fulani ya maisha yako, jamii fulani ama watu fulani wanaweza wakakukubali, na wengine katika jamii wakakukataa. Kwa hivyo Yesu Kristo, tunaposoma kitabu cha Zaburi, hatutaingia katika Agano Jipya, lakini katika kitabu cha Zaburi hii inaongea juu ya Yesu Kristo akiwa jiwe la pembeni ambaye aliweza kukataliwa. Kwa hivyo watu hukataliwa na familia, watu hukataliwa na marafiki, na hata kanisa hukataa watu. Bwana asifiwe. Unaweza ukakataliwa katika njia fulani, jamii fulani inaweza kukataa. Unaweza ukaingia katika boma fulani ukakubaliwa na jamii hiyo, ama ukakataliwa, ama mzee wako akakukubali lakini jamii yake ikakataa. Kuna kukataliwa kwa sababu nyingi tu ambazo nitaweza kupeana siku ya leo, ikiwa Bwana atatujalia tukaweza kufika mahali pale. Kwa hivyo wapendwa, kukataliwa na kukubaliwa ni vitu viwili katika maishani mwetu. Sasa itategemea umepitia katika njia gani na umefika katika hali gani. Kwa hivyo kuna kukataliwa, unaweza kukataliwa hata kazini. Kuna watu ambao huwa wamekataliwa na kuna wale ambao wamekubaliwa. Katika kila nyanja za maisha zote kuna kukubaliwa na kukataliwa. Haleluya! Unaweza kupata ya kwamba kuna mtu mmoja anaweza akaandikwa leo akaacha kazi kesho na akapata kazi kesho kutwa, kwa sababu ana kibali ya kazi, na kuna yule ambaye ametafuta miaka zote wakiwa labda
lazima ukaweze kutambua mambo haya. Kwa hivyo Biblia inatupa siri kubwa sana. Inasema ya kwamba kulikuwa na jiwe ambalo waashi walilikataa, wakaona ya kwamba jiwe hili halistahili. Mwashi ni yule mtu ambaye ana umakini na anajua kazi ya kujenga na anajua mawe yanayojenga. Akaliangalia jiwe hili na akaweza kulikataa, akaona ya kwamba halifai. Lakini jiwe hili Biblia inatupa siri ni ya kwamba likaja na kuwa jiwe la msingi ambalo liliwekwa pembeni. Ikiwa umeweza kujenga, kuna jiwe lile ambalo huwekwa ili likaweze kutumika, likaweze kujenga msingi wote. Lile ni jiwe la pembeni, linawekwa ili likaweze kuleta msingi ulio maarufu ama unastahili kusimama, jiwe ambalo lililo pembeni. Waashi wakaangalia, wakaona jiwe hili halifai na wakaliweka kando. Praise the Lord. Lakini ni jiwe ambalo lilikuja likavaa baadaye na likawekwa katika sehemu ya msingi na likawekwa kama ndilo litatumika kwa ajili ya kujenga mawe mengine. Bwana asifiwe. Haleluya. Praise the Lord. So Yesu ni jiwe lililokataliwa. Yesu ni jiwe lililokataliwa. Ukiwa na kitabu cha Matendo 4 ukanisomea 11 kwa haraka. Yesu ni jiwe lililokataliwa katika kitabu cha Matendo Kitabu cha Matendo 4 tukasome 11. Matendo 4 tukasome 11. Huyu Yesu ndiye lile jiwe ambalo ninyi wajenzi mlikataa, ambalo limekuwa jiwe kuu la pembeni. Haleluya. Tukaenda tu mpaka 12. Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hakuna jina jingine chini ya mbingu waliopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwao. Yesu jiwe lililokataliwa. Yesu alikataliwa hapa duniani. Alipuuzwa na watu wake, na hata wakati mwingine akasema nabii haheshimiwi kwao. Akapuuzwa na hata akateswa kwenye msalaba, akaweza kusulubishwa. Yesu ndiye aliyekuwa jiwe ambalo lilikataliwa. Kwa hivyo watu walimkataa Yesu Kristo. Nitaomba Asha mchukue viti zote mkatoe kule nje. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Wakakataa Yesu Kristo, na hata siku ya leo kuna watu ambao wanaendelea kumkataa Yesu Kristo. Wanapenda dunia kuliko kupenda Yesu Kristo.
Haleluya! Waishi kwa mtazamo wao, walidhani ya kwamba Yesu Kristo hafai, kwa sababu unapochukua, ukiwa ni mchenzi, unachukua mawe yanayofaa, lakini wakaliona lile jiwe wakaona halifai. Kwa hivyo alionekana ya kwamba hafai, ndiposa akaachwa. Katika maisha yetu, wakati mwingine watu wanatusoma, wanatuangalia kwa ajili ya mwonekano wetu, wakakukataa kwa ajili ya mwonekano wako, wakakukataa kwa sababu ya jinsi ulivyo, wakakuona haufai, hauna chochote, hauna maana yoyote. Wapendwa, lakini Mungu ni mwema. Yeye huchonga jiwe lililokataliwa, akaliweka, akaliosha, likaanza kumetameta. Muosha aliyelikataa akaliona likawa ndilo msingi, akaliona ndilo atakaloliweka, likabadilika na likawa ni sawa. Ikiwa haukuonekana vyema kwa ajili ya maisha ya watu fulani, leo ninakusihi usiwe na shaka maishani. Yule aliyekuona haufai, siku moja atakuona unafaa. Yesu atakubadilisha, Mungu atakubadilisha, atakusimamisha tena, muonekano utabadilika, jiwe litachongwa, wapendo mtachongwa. Mungu wa amani atawaonekania wengine mlionekana hamuna kazi, kwa hivyo mkakosa dhamani, wengine mkaonekana sura hazikupendeza, wengine mkaonekana hamuna fedha zozote, kwa hivyo hakufai. Lakini Bwana ni mwema, kwa sababu tazama, atabadilisha mwonekano wenu, atabadilisha maisha yenu. Siku moja wapendwa, Mungu atakaponena nawe, atakubadilisha, atakusimamisha, atakuokoa. Oh, haleluya! Praise Jesus. Praise the Lord. Kwa hivyo waliona ya kwamba Yesu hafai. Binadamu hukupima kwa hali ya sasa, binadamu hukupima kwa mwonekano wa sasa. Wakaliangalia jiwe hilo, wakaona kwa wakati huo halifai, wakaendelea, wakalitupa kando. Wakati ulifika, walilitafuta jiwe hilo na likafaa kuwa katika pembeni, likafaa kuwa katika nafasi ambayo linastahili. Ikawa katika maisha yako, hakuna anayekudhamini kwa sasa, lakini wakati wako ukifika, watu watakutafuta. Hata wale ambao hawakudhamini wakati huo, lakini watakutafuta kwa sababu Mungu atakuwa amekubadilisha. Wakati mwingine mambo ya Mungu huwa ni ya kwamba hauwezi kujua. Anaweza akatupa katoto katika jamii, lakini jamii kakaona ya kwamba hakafai, lakini baadaye akakabadilisha, kakacha na kuwa msingi wa jamii hiyo. Mungu ni wa maajabu wapendwa, ikiwa tunaweza tu kuamini ya kwamba Bwana huyo anabadilisha jinsi alivyofanya
maisha ya jiwe hili. Haleluya, Bwana asifiwe. Mtazamo na kukuona jinsi ulivyo kwa sasa, ukaonekana haufai. Bwana asifiwe. Kuna kina dada wa kike wakati mwingine wanafika kwa jamii ya watu, lakini jamii hiyo ikakukataa bila kuuliza sababu, bila kupata sababu, lakini ikasema, ikaambia kijana yao, sisi hatutaki chochote kuhusu mke wako. Anashindwa jinsi atakavyokuambia, anajikaza, mnaendelea na maisha, lakini anajua ya kwamba dada huyu amekataliwa na familia yangu. Baadaye Mungu atafanya jambo, ukabadilika na kuwa msaada kwa ajili ya jamii hiyo, kwa sababu amekubadilisha na amekuchonga hauko jinsi ambavyo ulikuwa. Lakini itahitaji mtu atakayekuweka kwenye msingi, na atakayekuweka kwenye msingi huo ni yule ambaye aliwekwa kwenye msingi, ambaye ni Yesu Kristo peke yake. Haleluya, Bwana asifiwe. Praise the Lord. Wakati mwingine unakataliwa kwa sababu bado watu hawajapata dhamani yako katika jamii hiyo, dhamani yako katika familia hiyo, dhamani yako katika kampuni hiyo, dhamani yako katika mahali pale ambapo ulipo. Watu wakikosa kupata dhamani yako, ukweli ni kwamba watakukosea heshima kwa sababu hawana ufunuo. Haleluya, Bwana asifiwe. Lakini Mungu wetu wa maajabu huwa tayari alikujua ukiwa tumboni, na ako na ufunuo wako na jinsi ambavyo atakavyoendelea. Niposa nikaambia watu ya kwamba waombee adui zenu, kwa sababu wanawasukuma mkaingia katika hatima yenu. Hata kabla ya wakati utaingia katika hatima yako, kwa sababu ya maasili, kwa sababu ya maadui. Haleluya, praise the Lord, praise Jesus. Watu ambao hawana ufunuo juu yako, hawana jinsi ambavyo wanaweza wakakudhamini, kwa sababu hawana ufunuo wowote. Kwa hivyo kukataliwa ni jambo la kawaida kwa mtu ambaye hana ufunuo wako, ama hajaona yale mambo ambayo Mungu ameweka ndani mwako. Bwana asifiwe. Nilikwambia kwamba watu huanza kudhamini watu ama kudhamini watu wakati ambapo umeweza kupata na uko katika hali fulani, niposa utaona unaanza kutafuta. Lakini kabla haujapata dhamani ile, anayehangaika na wewe ni Mungu peke yake. Unapatikana mahali pa maombi, unapatikana mahali pa mafundisho, unapatikana katika kanisani, na Mungu anaendelea kukuchonga. Wakati ambapo utatoka kule nje, sasa hautahitaji kutangaza tena, bali watu wenyewe watakuona au wataanza kukutafuta, wakalitafuta jiwe ambalo tunatafuta mpaka sasa, jiwe ambalo lilikataliwa. Yesu aliyekataliwa tunamtafuta, wapendwa.
Nipe sauti kidogo tu, kwa sinataka Bwana akaweze kunisaidia. Hallelujah. Praise the Lord. Ukikosa ufunuo kuhusu mtu ama watu wakikosa ufunuo wako, hawawezi wakakudhamini, hawawezi wakasimama na wewe, hawawezi wakakuona kama ni binadamu. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa sababu wamekosa ufunuo katika maisha yako. Mtu kwa kawaida anaanza tu kukudhamini wakati ambapo Bwana ameanza kuongea na maisha yako na umeanza kuonekana kama kwamba unaweza kuwa wa msaada fulani, unaweza kumsaidia katika njia fulani. Bwana asifiwe. Haleluya. Kabla Mungu hajakuchonga ukaondoka, hakuna atakaye kutambua kilicho ndani yako. Bwana asifiwe. Haleluya. Jamii itakutenga, watu waliodhani wako karibu nawe wako mbali sana na wewe, kwa sababu bado hawana ufunuo juu ya maisha yako. Wangekuwa na ufunuo na kujua ya kwamba mama huyo, dada huyo, ndugu huyo, hivi ndivyo atakavyokuwa hapo mbeleni. Haleluya. Hawangejali, hawangefanya ule msaha wanafanya na maisha yako, hawangecheza na jinsi ambavyo wanacheza na wewe, kwa sababu ufikia wakati Mungu akaondoa yale mawe ambayo waliona ni mazuri wakati wako, akayaondoa mpaka wakayakosa yale waliokuwa nayo mapema. Oh, haleluya. Wakabaki na wewe ndiwe jiwe uliyebaki na ambaye sasa wanataka kuona. Praise the Lord. Hata wale ambao hawajaokoka wakaanza kusema ndugu, Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa sababu sasa thamani yako imeanza kuonekana. Haleluya. Wafarisayo ambao hawakuweza kudhamini Yesu Kristo, wakati ulifika wakaanza kumtafuta, wakamtafuta mahali alipo, kwa sababu sasa wameona thamani yake katika damu yake, wameona kwenye msalaba, wameona katika maisha, wameona, wakaanza kuja pamoja. Wapenda, usijali mahali ulipo sasa, kwa sababu Mungu anayetenda kazi ya Bwana hakika wakati wako ukifika ataonekana asubuhi na mapema, ataonekana asubuhi na mapema. Huyo ndiye Mungu tunayenena juu yake. Unaweza ukahangaika, ulimwengu ukakucheka, unaweza ukahangaika wakajua huyo ni mwisho. Hata mtu ambaye hukudhania anaweza akakudharau, anaweza akaleta dharau kwa sababu umekosa. Haleluya. Hata hilo lifikiria ni rafiki wa karibu, ukakosa, ukaenda uko siku 2 siku 3, akaona sasa huyo amenizoea, hakuna kitu anachoweza kufanya, akakudharau kiasi ya kwamba hawezi kukutambua kwa lolote. Akikuona kwa mbali anachukua njia nyingine, kwa sababu umekuwa hauna chochote, hauna maana yoyote, anaona hauna uwezo wowote. Sasa analeta madharau, sio tu kwako wewe, lakini katika jamii yako inakuwa ni madharau yaliyo kweli. Haleluya. Lakini Bwana wakati wake hufika, akatengeneza jiwe lake mpaka kila mwashi anayepita hata hawezi kuangalia mara ya pili. Anasema hili ndilo jiwe ninataka. Bwana asifiwe. Haleluya. Mungu hubadili kukataliwa na kuwa utukufu. Haleluya. Bwana asifiwe. Sasa ingine ni vizuri kukataliwa, kwa sababu unapokataliwa ndivyo Mungu anakuchonga, kwa sababu Bwana hubadilisha kukataliwa kwako ikawa ni utukufu kwake. Haleluya. Praise the Lord. Sasa Yesu Kristo akaweza kubadilishwa, ndicho kile ambacho tumesoma katika Zaburi 118:22. Kile kilichokataliwa kime
kimekuwa cha msingi. Haleluya, Bwana asifiwe. Kilichokataliwa kimekuwa cha msingi na kimekuwa cha thamani. Haleluya. Ni vyema watu wakakataa. Haleluya. Unajua mara nyingi unapokataliwa, chukulia positive. Chukulia ni kitu chema katika maisha yako. Saa zingine unahitaji watu wa kukataa ili ukaweze kusoldier on without looking back, na uende njia zako. Utakaporudi wapendwa, kila mmoja atataka kuwa karibu nawe mpaka akakufikisha kiwango ambacho ni lazima wewe ukaweze kusema kwa ajili ya jambo fulani. Praise the Lord. Lazima ukawe msemaji wa jamii hiyo. Kwa hivyo jiwe lilibadilika likawa jiwe la msingi. Jiwe lilibadilika likawa la thamani. Yusufu alikataliwa. Najua si rahisi kukubali kukataliwa na jamii iliyo ya karibu sana, kukataliwa na ndugu yako, ukataliwa na baba yako, ukataliwa na mama yako. Na ni jambo nadra sana kwa mama kukataa mtoto wake, lakini with the social media tunaona kuna mama wanakataa watoto wao. Haleluya. Yusufu hakukataliwa na watu ambao, alikataliwa na watu waliokuwa karibu, lakini Bwana alimwangalia Yusufu. Yusufu alipoendelea akaenda akiwa amekataliwa, amekaa katika kule kukataliwa, lakini alifika Misri wapendwa, Bwana akabadilisha kukataliwa kule ikawa ni utukufu katika Misri. Akawa mkuu mmoja katika kule Misri, akawa the minister katika kule Misri. Bwana akabadilisha maisha hayo, akabadilisha hali hiyo, na maneno hayo yakabadilika. Hakika akawa amri mkuu, na ikapendeza Bwana mahali ulipo wapendwa. Usijali na kinachoendelea. You never know tomorrow. Wakati mwingine watu wananena maneno yaliyo makali, wakati ambapo umekataliwa mpaka unajihisi kama kwamba haustahili ama wewe si mtu tena. Lakini I can tell you, the Lord will do something for you to regain your confidence. And once you regain your confidence, the blessings of God will never leave your life. Hallelujah. Praise Jesus. Tunaona watu wakikataliwa mpaka wengine wakijitoa uhai. Nataka nikaweze kusisitiza siku hii, usije kwa sababu ya kukataliwa na mtu ambaye ni binadamu, ukakataliwa na mtu aliye binadamu, huyo tu peke yake akafanye ukaweze kuondoa maisha yako, haitasaidia vyovyote. Ninataka ikiwa uko katika hali kama hiyo, wewe haujakataliwa na Mungu. Aliyekukataa ni binadamu. Binadamu kama wewe, anayepumua kama wewe, aliye na damu kama wewe, aliye na mikono kama wewe. Inamaanisha unaweza toka ukachukua njia yako na ukaweza kutenda jambo ya kwamba wacha hata akikuona baadaye akajua ya kwamba hata ingawa alikukataa, lakini Yesu hakukataa.
hai. Praise the Lord. Praise Jesus. Yusufu was changed. His life was changed. Na ikabadilishwa na akawa amri mkuu wa majeshi. Haleluya. Lakini waliomdharau kwa wakati huo, they were not counting anything. Daudi akadharauliwa, vile vile akapuuzwa hata na mfalme, akapuuzwa na watu wake. Lakini Daudi baadaye alibadilika na kuwa mfalme. Haleluya. Praise the Lord. Ukiona mtu ambaye anakudharau, don't worry. Tell him, leo umenidharau, lakini wait for me just a few yards ahead there. Praise the Lord. Ningoje hapo mbele kidogo. Unaweza ukanidharau leo nikaonekana si kitu, lakini ningoje pale mbele kidogo. Nipe tu muda kidogo na utaona. Haleluya. Wamama ambao mnakaa na watoto wasio wenu, praise the Lord. Kwa sababu najua si rahisi mama kudharau mtoto wake anayemzaa. Lakini ikiwa umebarikiwa kukaa na mtoto ambaye hujazaa, haleluya, praise the Lord, value that child. Mfanyie vile unafanyia wako, because you need to protect. Hallelujah. You need to protect your children. So treat them equally. Let them eat the same food, bath the same water, use the same soap, use the same oil. Praise the Lord. Because this child has a destiny which you don't know. Your children have a destiny which you may not be knowing today. But do you know, if you do some things, God can change the destiny of your children and give it to that child. Somebody say amen. So, even when they were looking after sheep, analinda kondoo, na kwa kweli alikuwa anaendelea kulinda kondoo, na madharau yakawa ni mengi sana, kwa kuwa yeye ni mtu wa kulinda tu kondoo. Najua mtu wa kulinda kondoo anachukuliwanga kama mtu wa mwisho katika jamii. And then katika kondoo, katika kondoo, ulinde kondoo. Yaani hauwezi hata kuongeleshwa kwa heshima. Utaongeleshwa kwa heshima namna gani? Lakini mtu huyu, kitu kinanishangaza, kondoo sinamjua na sinamheshimu. Akisema wakati umefika wa nyumbani, huwa anapika tu picha. Kondoo sote sinamheshimu. Lakini mwenye kondoo anaheshimu kondoo kuliko mwenye kulinda kondoo. Yaani unadharauliwa mpaka unafika mwisho, you don't have anything. You know, wakati sasa ninatoka nyumbani naanza kutafuta barua, nikapitia maikazi na akaniambia niende na huyu mtoto, mwachie baba yake Nakuru, mwachie baba yake Nakuru. Sasa mimi niko katika njia ya kuenda nikuje Mombasa, lakini unajua tumetoka nyumbani. Unajua vile unakaa ukitoka nyumbani. Akabadilisha hatima yetu, to change our destiny. Kama destiny yetu tunaona haitupeleki mahali. Hallelujah. Praise
Praise the Lord. Bwana akabadilisha hatima ya yule anayelinda kondoo, akabadilisha ya Daudi, akabadilisha, haleluya, akabadilisha hata yako. Jiwe lililokataliwa ndiyo limewekwa, ni jiwe la msingi katika lile boma. Ikiwa kuna watu hawako kuhitaji, leo tunatamka tumfikiria ya kwamba utakuwa msaada kwao, ya kwamba utachukua jiwe katika maisha yao, ya kwamba utawaongoza wapenda, ya kwamba watakuja kwako kwa ushauri, ya kwamba watakuona kama ni moto, ya kwamba Mungu atakusimamisha ukawa baraka katika jamii hiyo. Hallelujah. Praise Jesus. Praise the Lord. It is so wonderful when the Lord changes you. Hallelujah. Kwa hivyo Mungu ni Mungu wa maajabu. Anaweza akabadilisha aibu yako ikawa ni heshima yako. Bwana asifiwe. Watu wengine wanatembea katika aibu mpaka you don't have self confidence. Na mama mmoja nimwambia, I want you to do this work nyakati zile. Akakuja baadaye akaniuliza, mchungaji, unajua vile mimi nimedharauliwa, kwa nini umenichagua kwa hawa watu ya kwamba niweze kufundisha na jinsi ambavyo nimedharauliwa? Nikamwambia, umedharauliwa na ulimwengu, lakini haujadharauliwa na Mungu. Dunia inapokudharau, Mungu anakubadilishia aibu, anaifanya ikawe ni heshima. Haleluya. Wanaokuona kwa aibu wakati huu, tunaomba Mungu ya kwamba wakati wako ukifika, Bwana akaachilie heshima katika maisha yako, akaondoa aibu zote, wakashindwe hapa ni kwako ama ni kwa moto, wakashindwe watoto hawa ni wako ama ni wa moto, wakashindwe wewe unaweza kufanya katika ofisi hii, wakashindwe hata na wewe pia ni moto, wakashindwe hata wewe pia unaweza kufanya namna hii. Wacha Bwana akabadilisha aibu, akaweka heshima katika maisha yako. Mungu wa maajabu anayetumikia watu wake akaonekana katika maisha yenu. Hakika yeye ni Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Bwana ubadilisha aibu na kuwa heshima. Oh Jesus. Haleluya. Jinsi ambavyo wanatembea, jinsi ambavyo watu wacha tu Bwana akakuone. Haleluya. Unajua kuna watu wanajidharau bure na Mungu amewasaidia. Sisi tunaona watu ambao wameliwa miguu zao, hawana viatu. Haleluya. Mimi nilijua kuna viatu wakati ambapo ninaenda secondary school. Unajua kujua kuna viatu wakati ambapo naenda secondary school. Na unaenda secondary school, kwa hivyo sasa inakuwa ni lazima ukanunue. Na unakuwa the first person in your primary school umelead, lakini you cannot go to a boarding school. Unaenda kwa day school. Alafu unajua cousins zetu nyinyi ni wazuri sana. All the cousins in the house, cousins ni watu wazuri. Cousins wakakuja, wakapata niko pale sijaenda shule, nahitaji viatu. Mmoja akasema, sasa alikuwa anaita baba, mjomba, mtoto kama amekataa kusoma acha akae. Huyu mtoto waangalie akala. Sio kama mtu anaitwa akala na anaenda kusoma, yeye haendi kuangalia watu walio na viatu. You know, you are going to a provincial school. Haleluya.
na umekuwa chosen huko kama namba 3 kwa sababu yule alikushinda wapi, alichukua kwanza wa pili, sasa mimi nikachukuliwa kama namba 3 ina provincial school, nimechukuliwa kama namba 3, lakini ninaambiwa afae akala akaweze kwenda shuleni. Nikamwona mama akiuza akikomboa mahindi yake, akiuza mahindi hayo yalichukuliwa na my step sister, akaninunulia wrappers. This is a green. Unaenda day school na kuna matope kwa hiyo barabara kila siku. Sasa ninabeba hizo viatu, nikifika shule ninaosha miguu, ninavaa, ninaenda class. Lakini huwa najiuliza, kwani she could not help? Hallelujah. Kwani hangeweza kusaidia mpaka achukue mahindi ya mama abaki na njaa? Mwaka huo wote ni kama mahindi sasa ilienda kwake. Wakati ambapo Bwana ataficha aibu yako, ataleta heshima katika maisha yako. Mateso yako yakiondolewa, ataleta vicheko. Nguo zako za vitambara zikitoka, ataleta all types of suit. Hakika yeye ni Bwana Mungu wa maajabu. Hallelujah. Oh Jesus, Bwana atakuondolea aibu. Praise the Lord. Praise Jesus. Kwa watoto wangu wakiangalia smart TV wao wajui kwa mahali ambapo tumetoka. Lakini wanasema wacha waangalie kwa sababu nilishika kwa radio moja, radio my brother alikuwa amenunua, lakini nyinyi wa mama ni wazuri tena ni mabaya. Tulikuwa tunasikiza football. Lakini shemeji akaja akatupata tuko na hiyo radio tunasikiza. Alichukua radio yake na akasema, nyinyi mmefanya ninakula vibaya sana radio yangu. So wakiangalia smart TV wanafikiria maisha iko chizi ambavyo ilivyo. Hallelujah. Lakini Bwana akionekana katika maisha yao, Mungu huyu ni mzuri, Mungu ni wa maajabu, anaweza kuyabadilisha machozi yatakuwa ushindi, kwa sababu yeye ni Bwana. Akachukua jiwe ambalo lilikataliwa, akaliweka makali, akalitengeneza mpaka likaonekana. Ikiwa wewe ni jiwe ambalo halichochongwa, Mungu aliye mbinguni akakuonekanie, akakuchonga leo, ukachongwa wapendwa, ukachongwa leo. Hakika siku zijazo ukatoa ushuhuda jinsi ulivyokuwa katika jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kataeni kukaa katika kukataliwa wapendwa. Ukikaa katika hali ya kukataliwa ni mbaya sana, ni hali ingine ngumu sana. Praise the Lord. Hali ya kukataliwa ni ngumu. Usije ukakaa katika hali ya kukataliwa. Hauonekani kama ni mtu, hauonekani kama unahitaji chochote. Wewe tu unaonekana kama ni shida, wewe unaonekana kama haustahili hata. Haleluya. Watu hawataki kukusongea karibuni kwa sababu ya ile hali ambayo uko. Kwa hivyo leo tunakataa kukaa katika mazingira ya kukataliwa, kwa sababu neema iko juu ya maisha yetu. Ukipata mahali ambapo, haleluya, ukipata mahali ambapo Ibilisi ameweka kitu kanaitwa kukataliwa, kanyaga kwa ile kukataliwa, ukisema ninakanyaga kama njia, kwa sababu ninapita na hakika nitapita, kwa sababu yeye ni Bwana, hawezi kuniacha. Dunia iko tayari kukupokea wapendwa. Hallelujah. Praise Jesus. Praise the Lord. Waliokuzoea na nguo moja, waliokuzoea na ile pea ya viatu, hata wakienda wasione kongoea, wanasema najua zile ile mama jirani huwa anavaa, zinakaa kama hizi, lakini zake zimeisha. Mungu atabadilika, Mungu atabadilisha, Bwana atabadilisha,
the Lord. Amen. Praise Jesus. Amen. Najua nilikaa na my brother hapa Mombasa na nikasoea hii nyumba kubwa, nikasoea maji, nikasoea ile kuflash. Sasa kafika siku kulingana na vile niko, nikatafuta nyumba Likoni. Kwanza kitu cha kwanza kupita feri kila siku na kwenda. Kitu cha pili, hiyo nyumba ika single room na haina moto. Haleluya. Na sasa nimeona msichana wa wenyewe na ni mweupe kuliko Mkenya yeyote, nikashindwa hapa atakubali. Haleluya. Kwa sababu nimesikia anatoka mlima, na sisi tunajua mlima ni watu wanachweza, wana kahawa, wana majani. Na kweli ukimwangalia na vile vile hali yangu mimi nilikuwa, we are 2 worlds apart. Haleluya. Tunaingia, wale ambao wamepitia maisha wanajua kale ka common latrine. Na ile common latrine ile unatumia, kuna watu wengine hawana adabu, wanaenda unakunywa mnasi, akikochoa hapo mara moja ananuka mpaka kwa Petro. Sasa ukashindwa hii maisha nitaishi mpaka siku gani? Lakini wakati ambapo simba ambaye ni Yesu, wakati atakaponena wapendwa, utarukishwa form 2, ukaenda form 4, ukapita mtihani, ukaenda ya university na inafona complete, na Mungu anasema huyu ni mwanangu, uweka ishi hebe katika. Hallelujah. Praise Jesus. Praise the Lord. Amen. So God will always do something in your life if you only believe the way I believe. Hallelujah. So we have men and women here. Hamjafika mahali mnahitaji, bado mnahitaji the grace of God. Bado ni msonge mbali, bado mmefika, nimefika tu. Mungu anataka kuhakikishia walio duniani ya kwamba anaweza akakubadilisha, anaweza akakusongesha zaidi, anaweza akakupeleka pale mbele. Wale ambao wako tayari, haleluya, we want to pray with them today, kwa sababu hakika Mungu ni mwema na anabadilisha. Haleluya. Ndio kuna yule Mungu huwa analeta watu wake wakati ambapo anataka kubadilisha, na analeta vitu vingine mbele yako. Nikakucha nikafika Mikindani, nikapelekwa kwa nyumba, nikaiangalia hiyo nyumba iko na sikie inaitwa tiles ama ni nini pale chini, inaitwa tiles. Sisi wengine wasi naitwa aje? Naona kuna watu wanakimbelembele hawakuwa ikiwa mahali niliishi, lakini wanasema taraso. Mlichoaje ilikuwa taraso? So kiangalia ni taraso. Kiangalia 8,500. Tumeletwa na mtu hapo na tusukuma mpaka tucha Mikindani. Huko huduma saa zingine kikuita na kutoa mbali. Na wamama bila mko wazuri. Mimi nimechiangalia, siwezi kulipa ile 8,500. I can't afford. Mama ameshikana na ile mtu anasema basi hii ndiyo mimi. Mama pia ni wazuri. Lakini anasema hii ndio mimi nimechana wakati unafanya kazi. Na hata mkifanya kazi ni natural sana kutusaidia rent. Lakini kama unasaidia mzee wako kulipa rent endelea, lakini huwa ni natural. Kutusaidia rent huwa ni ngumu sana. Na huwa mnatuambia ni majukumu yenu. Lakini ndio uko hapa na unasikia unasaidia mzee kulipa rent. Lipeni tu kwa sababu kwa Bwana pia atawabariki namna hii. So kutokea hapo
Kumbe Mungu was planning something. You can't even realize how he is doing it. Hallelujah. Praise the Lord. You can't realize how God is doing it. He will move you from here to there, from here to there. So, sasa hivi ukiwa pale mahali huko, ukeni tunajua kuna zingine bwana ukipita machi ya siweji kwa hapo na utoka kwanza. Sipini, nilienda wapi? Nilienda kule Makongo. Nasema sasa hapa saa hii cha kuishi hapa ni ngumu. Kuna ile machi ile mtaro mpaka uruke kwanza. Najua saa hata basi ananiangalia kama hajawahi ruka hiyo maji. Nachusi tu ameruka mitano pale kabisa hapo kwani hata it was worse than mine. Praise the Lord. Lakini Mungu akifika wakati wake atakubariki. He will turn the tables. Na you will not even notice ya kwamba anaendelea akikupandisha juu until ufike mahali uangalie nyuma na kuna ule wimbo ukaanza kuimba, hapa nimefika, ndiposa ninasema hapa nimefika Baba, ndipo ninasema wewe niyependeza. Sasa ukiimba hiyo wimbo, you are singing it real. You are a real testimony. Hallelujah. Because God has done something. Praise Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Just stand on your feet.